kitu ambacho aliniambia, alisema training ya siku ya kwanza mwalimu alijitambulisha tu kwa wachezaji na hakukuwa na mambo mengi zaidi ni session tu za kawaida, zile rondo ambao mtando tunasema safabwege. Mwalimu alikuwa anajaribu kuanza kuobserve vitu kwa sio kwa haraka sana. Anajaribu kuangalia wachezaji namna ambavyo wanaoperate kwenye uwanja wa mazoezi. And then baada kama ya siku hii niliongea naye baada ya kucheza mchezo wao wa kirafiki, mechi ya pili ama ya kwanza? Mechi ya pili ambao wamepoteza. Akasema baada kama ya siku mbili mwalimu baada ya kuona wachezaji sasa alichokisema kwa wachezaji ni kwamba kwa namna ambavyo anaona wachezaji na namna ambavyo aliwashuhudia kwenye ile michezo miwili, anaamini kama wakiishi kwenye ile falsafa ambayo Simba amezoea kuicheza kwa miaka mingi, kitakuwa kitu bora zaidi kutokana na profile nyingi za wachezaji waliopo pale. Ndio. Kwa hiyo hicho alichosema falsafa ya Simba kwa miaka mingi inaendana na falsafa yake. Yeah, of course. Ni vitu ambavyo vinaendana kwa sababu kama unakumbuka Kamanda, kama ulishuhudia ile michezo miwili Gabo kirafiki. No. Ya kimataifa. Hizi mechi ambazo Simba alicheza na Gaborone. Yeah, unajua Gaborone ni aina ya timu ambayo kwanza ilikuwa inacheza kwa kasi, lakini pia ilikuwa na hama kwa pasi fupi kabisa. Na wachezaji walikuwa na uwezo wa kucombine maeneo yote ya uwanja, chini, katikati ya kiwanja, maeneo ya pembeni. Na ndio hicho na mimi pia nilikuwa nataka kusema kwamba ambacho mimi nategemea kukiona kwa kwenye mechi ambayo Simba atacheza na hawa jamaa zetu wa Eswatini ni kitu cha tofauti. Of course kocha hajakaa muda, kwa hiyo naamini bado kuna blueprint ya Fadlu ipo, lakini aina ya mpira wa Pantev na wa Fadlu ni tofauti, na tofauti yake kubwa ni kwenye eneo la build up. Fadlu alikuwa ana ile patient build up, kwa hiyo wakati mwingine mnapiga pasi taratibu, mnajaribu kumbait mpinzani, lakini Pantev anaonekana yuko direct zaidi. Kamanda umezungumza kitu ambacho ni uhakika, kwa sababu pia kwenye hao maelezo ambayo mimi nimeyapata, unaambiwa ana mpaka sekunde kocha. Hataki watu wakae na mpira. Tunapiga tunaondoka. Yani chap chilo naambiwa huko mazoezini. Yani watu mpira unatembea. Ni ngumu yani unajua unaenda kuchukua kwa nani. Ukiangalia mfumo wa Fadlu alikuwa anapenda patient build up. Lakini pia timu yake ilikuwa timu yake ilikuwa haitegemei sana wachezaji wa pembeni kupiga cross. Yani wachezaji wa pembeni yeye alikuwa anapenda mabeki wa pembeni wasaidie kwenye kushambulia, lakini mashambulizi yao yawe ya kuingia, wakifika kwenye final third pale waingie badala ya kupiga na wingers. Yes. Na ndio maana unaona pia wakati mwingine Mpanzu anakuwa hachezi sana kama traditional winger. Sasa kuna wakati unamuona anaingia ndani, and of course mchezaji siku zote interest yake ni mahali mpira ulipo, lakini fundamental difference kati ya mpira ambao Simba ilikuwa inacheza chini ya Fadlu na Pantev utakuwa huo, kwamba with Pantev slowly tutaanza kuiona Simba inacheza kwa kasi zaidi, lakini wanakuwa direct zaidi, yani hawapotezi muda kwenye mpira kiasi cha kumpa mpinzani nafasi ya kurecover defensive shape. Na nimeambiwa jina la mpira huu wa Pantev linaitwa pass and run. Pass and run. Yani unapasia unakimbia. Ni mpira wa Pantev. Lakini pia Mkai. Naam. Baadaye alikuja kuniambia bado kuna changamoto. Ndio. Aliadmit hilo kwa sababu alichokuwa anasema ni kwamba kwa namna ambavyo jamaa anataka wachezaji wacheze wakiwa na mpira bila mpira, na hata kwenye mabadiliko wanahitaji muda. Kwa sababu anasema mara nyingi baada ya mazoezi kutamatika, kitu ambacho anakisisitiza sana ni kwamba bado timu ina changamoto, kwa maana kwamba namna gani wachezaji wanatakiwa kumove wakati timu ina mpira, yani kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kwa sababu obviously kama wachezaji wana move ni lazima wao wana connect, wanatengeneza uhusiano, kwamba kama mimi natoka katikati naenda kushoto, kuna mtu atatoka labda maybe upande mwingine kuja kwenye eneo ambalo mchezaji mwingine anaondoka. Na hivyo ndivyo ambavyo watu wengi mtaani wanatumia neno muunganiko. Muunganiko unatengenezwa na namna ambavyo timu ina move wakati wanakuwa na mpira na hata bila mpira. Kwa hiyo akasema kitu kingine ambacho alikuwa alifanya meeting na washambuliaji wote. Kitu ambacho anakisisitiza zaidi
anasema mara nyingi hata pia anapenda kuitawala mechi hata kama timu haina mpira kabisa. Na ukitaka kuitawala mechi wakati hauna mpira ni kuwa na kasi wakati wa kufanya pressing kuanzia mstari wa juu zaidi. Na akasema kitu ambacho kinawasumbua na hata kitu ambacho kimeletea shida kwenye mechi ya mwisho ya kirafiki ni bado timu yao inakosa ile coordination, ule muunganiko kuanzia mstari wa ulinzi, viungo na washambuliaji wakati wa kupress. Na akasema mwalimu anaopti zaidi kufanya man marking kuanzia mstari wa kwanza mpaka kwenye eneo la midfield. Lakini pia anataka watu kuwa aggressive zaidi na kuwa compact, ambavyo ni vitu vya kawaida kwa makocha wengi watahitaji kuona wachezaji wakifanya. So akasema wakati mwingine pia kwa washambuliaji wakati wa kupress na wapo ugumu, kwa sababu mshambuliaji anatakiwa kutumia nishati ya kutosha kwenye ile eneo. Yaani usihusike tu wakati timu ina mpira inashambulia bila ya mpira, kwa sababu alisema pia timu inatakiwa itengeneze nafasi ikiwa haina mpira. Na kutengeneza nafasi wakati hauna mpira ni kwamba utapress kuanzia eneo la juu, mwisho siku kipora mipira kwenye maeneo hatarishi unaweza kufanya turnovers. Kwa hiyo nafikiri ni vitu ambavyo wana Simba sana matarajio makubwa sana kwa sasa. Ndio Wanahitaji kumpa mwalimu muda afanye hiyo kazi, kwa sababu hivi vitu vyote tunavyozungumza tunazungumza kwenye hizi mic. Lakini kwa operate uwanjani ni vitu ambavyo tegemea kukisikia. Dimitar Pantev toka amechukua Simba nadhani hazijazidi wiki 2. Sio? Kwa hiyo kwenye mechi yake ya kwanza ya ugenini I believe Simba watacheza with a degree of caution. Yani kutakuwa na aina fulani ya tahadhari kwa sababu ni mechi ya ugenini na lazima mheshimu mpinzani. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mazingira ya kujilipua sana as if wanacheza labda na timu ya ligi daraja la 3. Kwa sababu hiyo ni out of necessity. Yani ni kama wewe Mkai leo ukitoka Dar es Salaam hapa ukadondoka Pretoria, Johannesburg pale. Hata kasi ya kutembea kwako itakuwa tofauti kidogo. Ndio. Yani utatembea taratibu kwa sababu unajaribu kuyazoea mazingira. Na hata hiyo ukweli ni kwamba hata nilivyofika Sweden yani unajua kuna muda kidogo unasikilizia fika airport pale ya Holanda unafikiria hivi si hapa nikaleta shida tena afu toka kwenye vyombo vya habari huko. Au hata ile kwa mfano kama shamba kutoka Tanzania umepanda metro ile basi labda mtu akakanyaga kidogo wewe utakuwa mpole kuliko yeye. Yani tofauti na ingekuwa hapo umekanyagwa na Mswahili mwenzio ambaye labda mnaweza mkazungumza lugha ya kuelewana. Kwa hiyo it's out of necessity. Lakini kwa sababu ya narratives tulizozoea utasikia watu wanakuambia timu haichezi, pira tulioni. Manake sisi wa Tanzania tunauangalia mpira tofauti. Mtu anaweza kaona tukio alafu akalifanyia conclusion. Yani unajua unaweza leo tunacheza mechi hapa alafu Ashraf akamzidi mbio Richikiza kwenye incidents 1 au 2 au 3. Alafu Magunga kawa anauangalia ule mpira akasema huyu Richikiza mbona yuko slow, lakini amezidiwa mbio kwenye lile tukio. Lakini maanishi kwamba ni tabia yake kwamba yeye yuko slow. Kwenye hilo unakubali kwamba yuko sahihi, ni kweli amezidiwa mbio. Sasa kosa liko wapi? Ni tofauti, hizo kauli ni mbili tofauti. Kwamba pale amezidiwa mbio na kusema Richikiza ni mtu slow ni vitu viwili tofauti, kwa sababu hata huyo mtu slow akikutana na mtu ambaye ni slow kuliko yeye ndo atakayekuwa na mbio. Kwa hiyo ni kitu kulingana na mazingira ya sehemu husika. Kwa hiyo narrative zile zitakuwepo kwamba pira tulioni, lakini siku zote mimi huwa naishi kwenye kauli ambayo niliwahi kuisikia kwa kocha Kim Poulsen. Wakati fulani wakati nikiwa bado reporter niliwahi kumfanyia interview akiwa kocha wa timu ya taifa. Na katika vitu vyote nilivyomuuliza, moja ya maswali nilimuuliza kwamba hii timu yako unaiona wapi ndani ya mwaka 1 au 2 ijayo. Akaniambia of course in football things take time. Kwamba kwenye mpira mambo yanachukua muda. Ni kama sana. Kuna kauli aliitoa akasema football is not like flicking a switch. Yani mpira sio kama kuwasha na kuzima switch. Ni kwamba unawasha umeme taa inawaka hiyo. Lazima mpira huko hivyo. Mpira lazima kila kitu kiendane na muda. Kwa hiyo zile ulizozisikia kwa Romain Folz zinazungumzwa ambazo nyingi hazikuwa na uhalisia. Utazisikia hata hapa kwenye hizi mechi za mwanzo. Sasa hapo mmezungumza vizuri sana.